zimetajwa sikukuu 3, na katika sikukuu hizi za kibiblia wana wa Israeli, kila sikukuu ilifanyika kwa siku 7. Sikukuu ya Pasaka ilifanyika siku 7. Sikukuu ya mavuno ilifanyika kwa siku 7. Sikukuu ya vibanda ilifanyika kwa siku 7. Katika sikukuu hizi ilihusisha utoaji wa sadaka za kumshukuru Bwana kutoka maeneo mbalimbali ya baraka ambazo Mungu amewapa watu wake. Walipomtolea Mungu sadaka zao, nadhiri zao, na kumhimidi Bwana na kumwabudu Bwana, kilichofuata walipika chakula wakala na vinywaji wakanywa. Kwa nini? Ni sikukuu. Bwana asifiwe sana. Na nimekuambia hapo mwanzoni, sikukuu ni lango la kiroho ambalo Mungu anataka kulitumia kufanya matamko ya kifalme. Hawajacheza, hawajaserebuka, walitangulia kumtolea Mungu sadaka zao, kama ambavyo sisi tumemtolea Mungu sadaka katika kipindi cha mavuno, na mtatoa leo tena sadaka za mavuno kwa Bwana. Lakini katika kumtolea Mungu sadaka mbalimbali, Mungu anazipokea na kuna tamko la kifalme atakalotamka. Bwana asifiwe sana. Usiku huu nitapita katika kila nyumba ambayo haitakuwa na damu ya Pasaka. Nitaua kila mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama kwenye mlango usiokuwa na damu. Na ule usiku walipokula, tamko la kifalme lilikuwa Mungu atapita kila nyumba na kuua mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama, wa mfalme na wa mtumwa. Na sikukuu ni lango la kifalme lenye matamko, na Mungu alipita ule usiku kule Misri akaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Tamko hilo litamkwa wapi? Kwenye sikukuu. Tamko la mkuu wa nchi kwenye Mei Mosi linasubiriwa na wafanyakazi wote juu ya nini? Kuwatoa kwenye ugumu wa maisha wafanyakazi, kuwaongezea raha, kuwaongezea nini? Furaha. Yanatamkwa sikukuu. Bwana asifiwe. Kila sikukuu katika Agano la Kale ilihusisha utoaji wa sadaka kama nilivyokuambia kwa Bwana, na walifanya makusanyiko matakatifu makubwa sana kama tulivyoona. Katikati ya kila sikukuu ndani yake kulikuwa na tamko la kifalme, na katika sikukuu hii ya mavuno liko tamko la kifalme kutoka kwenye madhabahu hii. Bwana asifiwe sana. Ni maombi yangu kwa Bwana akupe kuelewa na kufahamu, ili uweze kutembea na Mungu katika sikukuu zote za Kikristo, sikukuu zote za kibiblia, uweze kufuatilia tamko. Usifuatilie mengine, fuatilia tamko la kifalme kwenye sikukuu hii ni lipi. Rais wa nchi akitangaza msamaha kwa wafungwa siku ile ya uhuru, utasikia rais ametoa msamaha kwa wafungwa 2000. Siku gani? Siku ya sikukuu ya uhuru, kama hapa Tanzania. Haya mambo sio mnayasikia. Rais anatamka kusamehe wafungwa kadhaa wenye makosa kadhaa. Wale majaji wanafanya kazi. Kwa majina naitwa Solomon Nalinga Najulwa, ni mzee wa kanisa usharika wa Kanaani Ndembezi, kwa maana ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria, jimbo la Shinyanga, na usharika wa Kanaani Ndembezi. Siku ya leo kwa kweli nimefurahia sana, kwa maana ya hitimisho hili la kuweza kumtolea Mungu mavuno kwa maana ya zaka, kwa jinsi ambavyo mtu ameweza kubarikiwa tangia mwaka mzima, na pia namrudishia Mungu sifa na utukufu. Tumeweza kuona jinsi ambavyo mwitikio wa watu ambapo wameweza kuleta zaka zao. Tumeona watu wameleta wanyama wa aina mbalimbali, watu wameleta nafaka, wameleta fedha, wameleta na vitu vingi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na pia zaka hii pia na kutokana na mafundisho yanaonyesha ni kwamba zaka ni kielelezo ambacho Mungu anakwenda kumgusa mwanadamu kupitia sadaka, kwa sababu Mungu anaelewa moja kwa moja kuwa mwanadamu hapa duniani maisha yake au moyo wake amewekeza kwenye mali, kwa sababu maana halisi kabisa Mungu hawezi akawa na shida sana na fedha,
kwa sababu wanadamu, mali na vitu vinavyoonekana na visivyoweza kuonekana vyote ni mali ya Mungu yeye mwenyewe. Lakini Mungu anaendelea kumkumbusha mwanadamu, kwa maana ya kwamba anapokuwa anamtegemea Mungu, anamrudishia Mungu sifa na utukufu, ili tu huduma ya neno la Mungu izidi kusonga mbele. Kwa sababu kisha toa zaka, mchungaji atapata zaka, itamsaidia katika huduma. Kuna akina mama wajane, kuna yatima, lakini kuna wageni na watu wengine wengi ambao wana mahitaji maalum. Wanapokuja kwa mchungaji, na kwa maana wanapopata ile zaka, ni kwamba Injili inaendelea kusonga mbele na kuonyesha moja kwa moja kuwa Wakristo wanakuwa wameshaimarika na kuhakikisha kujitakasa ili waendelee kukaa katika utakatifu wa Mungu. Mimi binafsi na nimefurahia kwa sababu tumetoa kijumuiya, na tulipokuwa tunatoa kijumuiya, mimi jumuiya yangu ilikuwa ni Kanaani Ndembezi. Tulipokuwa tunatoa kijumuiya, mkitoa kijumuiya inakuwa ni sawa, lakini baadaye wachungaji wapakwa mafuta wa Bwana wanawekea mikono kichwani, wanawapa baraka ili muendelee kutembea na baraka za Mungu kwa muda wote dini na maisha yenu, na mpate kubarikiwa kwa kila eneo na kila hitaji jema ambalo unaweza kumwomba Mungu na Mungu atakupa. Kwa majina naitwa Asteria Ngowi, ni mwanakwaya, naimba kanisa la KKT Ndembezi. Mimi kama Mkristo, sikukuu ya mavuno ambayo watu tunaifanya kila mwaka, kwa kweli ni siku ambayo kwanza inanifundisha mimi kwamba inatakiwa nimtolee Mungu wangu kila mwaka sehemu ya mavuno yangu ninayopata kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ni siku ambayo kwangu nina furaha kubwa, ni siku nzuri, tunafurahi sana Wakristo na lazima tumtolee Mungu wetu kila mwaka. Wito wangu kwa Wakristo wengine ambao hawajajua umuhimu wa kumtolea Mungu, kuna Wakristo ambao bado hawajajua kwamba nini maana ya mavuno. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba Wakristo watambue kila mwaka inapaswa amtolee Mungu sehemu ya 10 ya mapato yake. Hata kama sio mkulima, ni mfanyabiashara, inatakiwa umtolee Mungu kwa kumshukuru mwaka mzima umefanya biashara, hicho unachopata kwa mwaka mzima inatakiwa umtolee Mungu wako. Kwa Mkristo yote yule inatakiwa ajipange na ajue kwamba kumtolea Mungu kuna faida yake. Na anapotoa kila mwaka, mavuno ya kila mwaka, Mungu anamuongezea zaidi ya hapo.